Asante sana kwa kuichagua Zone Media kila siku, lakini natumaini umeamka salama kabisa mtazamaji wetu. Nikukaribishe ili uweze kufahamu yote yaliyojiri katika anga za kimataifa. Sasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba alikuwa ameidhinisha hatua za kijeshi dhidi ya Iran, lakini akaamua kusitisha kwa muda akisema bado kuna nafasi ya mazungumzo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kupitia makao makuu ya jeshi la pamoja la Iran la Khatam al-Anibia wamesema kwamba vikosi vya Irani viko tayari kufyatua risasi wakati wowote ikiwa Marekani itaanza tena mashambulizi mapya. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Irani Tasnim. Sasa ripoti inaeleza kwamba Irani imeendelea kuonyesha msimamo mkali kupitia vyombo vya habari vya serikali baada ya Donald Trump kutangaza kuwa amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran, huku Tehran ikionya Marekani na washirika wake dhidi ya kufanya makosa ya kimkakati na mahesabu mabaya kwa kuishambulia Iran tena. Jamhuri ya Kiislamu pia imesema majeshi yake ya kijeshi yako tayari zaidi na yenye nguvu kuliko hapo awali. Makao makuu ya jeshi la pamoja la Iran Khatam al-Anibia yalisema kuwa vikosi vya Iran viko tayari kufyatua risasi ikiwa Marekani itaanza tena mashambulizi mapya, kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Tasnim. Uvamizi au mashambulizi yoyote mapya yatajibiwa haraka kwa uamuzi mkubwa, kwa nguvu kubwa na kiwango kikubwa sana, kamanda wa Khatam al-Anibia Ali Abdullahi alinukuliwa akisema. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa alikuwa ameidhinisha hatua za kijeshi dhidi ya Iran, lakini akaamua kusitisha kwa muda akisema bado kuna nafasi ya mazungumzo. Kauli hiyo ndiyo iliyoifanya Iran kutoa tamko kali kuwa iko tayari kujibu iwapo Marekani itaanza tena mashambulizi. Trump na viongozi wa Marekani wamekuwa wakitishia mambo kadhaa dhidi ya Iran, yakiwemo mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya Iran iwapo Marekani au washirika wake watashambuliwa. 2, kuongeza vikwazo vya kiuchumi ili kuishinikiza Iran. Lakini 3, kuchukua hatua kali dhidi ya programu ya nyuklia ya Iran ikiwa Tehran haitafuata makubaliano ya kimataifa. Lakini 4, ni kuilinda Israel na washirika wa Marekani Mashariki ya Kati dhidi ya mashambulizi yanayohusishwa na Iran. Lakini kwa upande wa Israel imekuwa ikisema kwamba haitairuhusu Iran kupata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia na imeahidi kujibu kwa nguvu mashambulizi yoyote yanayotoka Iran au makundi yanayoungwa mkono na Tehran. Viongozi wa Israel wamekuwa wakisisitiza mambo haya. Iran ni tishio kubwa kwa usalama wa Israel kutokana na programu yake ya nyuklia na makombora. Lakini 2, Israel iko tayari kufanya mashambulizi ya kujihami ikiwa itaona kuna hatari kutoka Iran. Lakini 3, serikali ya Israel inaunga mkono shinikizo la Marekani dhidi ya Iran. 4, Israel pia imeonya kuhusu makundi kama Hezbollah, Hamas, Wahuthi ambayo inaamini yanaungwa mkono na Iran. Sasa hatua za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran kupitia makao makuu ya jeshi la pamoja la Iran Khatam al-Anibia kusema kwamba vikosi vyao viko tayari wakati wote kuanzisha mashambulizi kwenda katika maslahi yote ya Marekani katika ukanda Mashariki ya Kati, lakini vile vile viko tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi kuelekea nchini Israel pamoja na nchi zote za washirika wa Marekani katika eneo la Guba. Ni hatua ambazo zinaashiria wazi kwamba hii ni awamu nyingine ya mashambulizi makubwa ambayo huenda yakatokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kufuatia vitisho ambavyo rais wa Marekani Donald Trump amevisema, lakini jinsi ambavyo kauli zake zimekuwa zikiidhinishwa moja kwa moja kwenda katika jeshi la Marekani asasa ambalo lipo Mashariki ya Kati, ambalo lina jukumu kubwa la kutekeleza operesheni za kijeshi katika ukanda Mashariki ya Kati kwa ujumla. Sasa hii inaibua sintofahamu kubwa katika wakati ujao kwamba amani inaweza kuvurugika tena katika ukanda Mashariki ya Kati, kwa sababu Irani wamejipanga na kujizatiti vilivyo kwa mujibu wa makamanda wao kwamba wako tayari kujibu uchokozi wote ambao utaanzishwa kwa Marekani au Israel kwenda kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Basi mtazamaji wetu, ikiwa tension inazidi kuongezeka na sisi tunazidi kuweza kukujuza yote yatakayojiri katika anga za kimataifa, usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.